Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Moja kati ya makala tuliokuwa nayo na ripoti maalum ni baada ya kusitishwa kwa mapigano, Marekani inatajwa kupoteza hadhi yake kama mfalme wa dunia katika vita dhidi ya Iran. Marekani imekubali kupoteza hadhi yake katika vita vya Iran. Mnamo tarehe 28 ya mwezi Februari, rais wa Marekani alitangaza vita dhidi ya Iran wakati Israel ilipoanza mashambulizi, huku Trump akidai mashambulizi hayo ni ya pamoja kati ya Israel na Marekani. Ingawa kila nchi ilikuja na jina la operesheni hii, ambapo Marekani waliita Epic Fury, lakini pia Israel wakiita Rising Lion. Operesheni hizi zilikuja na mipango mbalimbali ambayo ni pamoja na kuondoa utawala wa Iran, kulifanya taifa la Kiajemi la Iran lisiwe la nyuklia, lakini kuondoa makombora ya masafa marefu ambayo yangeifikia Israel, pamoja na kuifanya Iran kuachana na kufadhili makundi ya kigaidi. Kwa ufupi, Trump na Netanyahu walitaka kuondoa tishio kwao na kile walichosema kuondoa tishio la dunia. Ni nini walichokifanya? Kwanza, walifanya mashambulizi yaliyowaua viongozi wa kisiasa na wa kijeshi, akiwemo aliyekuwa kiongozi mkuu wa taifa hilo Ayatollah Al-Khamenei na zaidi ya watu 1300. Waliharibu miundombinu ya Iran, ikiwa ni pamoja na madaraja, viwanja vya ndege na kulipua maeneo ya mafuta nchini Iran, haswa kisiwa cha Kharji. Iran ilijibu kwa ukali kwa kushambulia ngome za kijeshi katika Mashariki ya Kati na maslahi yote ya Marekani. Iran ilifanya mashambulizi bila kikomo, yani kila kukicha, dhidi ya Israel. Hata hivyo, ilitumia makombora ya zamani ambayo yalirushwa mfululizo kiasi kwamba Marekani na Israel hazikuamini mashambulizi haya yangetamatika kwa lini. Rais wa Marekani Donald Trump baadaye akatangaza kwamba wamepata ushindi baada ya mashambulizi kadhaa dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Lakini baadaye Iran ikafanya mashambulizi ya kimkakati. Ilikuwa ikitumia makombora yake mapya, makombora ya Fatah, lakini pia na makombora mengine mengi walioyatengeneza ya hivi karibuni. Kadhalika, Iran ilitumia makundi ya wapiganaji ya Hizbullah na Wahuth ambao waliunga mkono katika mapambano dhidi ya Israel pamoja na Marekani. Hata hivyo, mpango mwingine wa Iran uliotumika ni kudhoofisha maadui kiuchumi na kijeshi, na kubwa zaidi kufunga mlango wa bahari wa Hormuz. Sasa tutazame ni kivipi himaya ya Marekani duniani imeporomoka. Kushindwa kutimiza malengo yake ya kivita ni moja ya jambo ambalo wachambuzi wa mambo wanaona kwamba Marekani imepoteza hadhi yake kimataifa. Marekani ilikuwa na mipango ya kuondoa kabisa utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini hadi inatangaza kusitisha vita kwa siku 45, Marekani haikuweza kuondoa utawala huo, na bado Mujtaba Khamenei aliyerithi kutoka kwa baba yake utawala huo bado ni kiongozi mkuu wa Iran. Kadhalika, Marekani imeshindwa kuwalinda washirika wake wa Mashariki ya Kati, ambapo ilijenga ngome nyingi za kijeshi ambazo zilishambuliwa vibaya na Iran, lakini ni Marekani iliyoshindwa kutoa ulinzi, lakini baadhi ya washirika wakitangaza kufunga ngome za kijeshi za Marekani baada ya shinikizo kutoka kwa Iran kwamba haitoshambulia kwa nchi yoyote ambayo itafunga ngome za kijeshi pamoja na balozi za Marekani. Lakini pia ni kushindwa kufungua mlango wa bahari wa Hormuz kwa nguvu iliyotajwa. Marekani ilitaka kutumia nguvu kubwa kufungua mlango wa bahari wa Hormuz, lakini hili lilishindikana, jambo ambalo lilifanya taifa hilo kuja katika mpango wa kufanya mazungumzo na kusitisha vita ndani ya siku 14, ambapo mazungumzo yataendelea. Hata hivyo, ni Iran ambayo wakati huu itaendelea kumiliki mlango huu wa bahari wa Hormuz. Kadhalika, ni Marekani kukosa msaada kutoka kwa washirika wa NATO. Washirika wa NATO hakuna hata mmoja ambaye alitamani kuingia katika vita hivyo ambavyo vimegharimu maisha ya watu wengi, lakini pia kugharimu uchumi wa ulimwengu. Lakini kushindwa kuingiza jeshi la ardhini ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kadhalika kushindwa kuzuia nguvu za wa Iran. Lakini wachambuzi wa mambo wanasemaje? Mwandishi Sanjay Roy kutoka nchini India ameeleza katika makala yake kwamba Marekani imepoteza uhalali wake kama mamlaka ya kimataifa na kutengwa na washirika wake hasa Ulaya, na tayari ipo katika hali mbaya ya kiuchumi, huku raia wakifanya maandamano makubwa kumkataa rais wa Marekani Donald Trump. Nchi imeshindwa kulinda nchi nyingine kijeshi. Hii imesababisha ongezeko kubwa la bajeti za kiulinzi katika nchi nyingi ambapo imesababisha kupungua kwa matumizi ya umma na kijamii na kuwaumiza tena masikini.
Sanjay anasema kwamba kukatizwa kwa msururu wa ugavi na kupanda kwa bei ya mafuta na nishati kumeweza kuyumbisha matumizi ya kaya, lakini pia na uchumi wa ulimwengu kwa ujumla. Utaratibu wa ulimwengu uko katika njia panda, kwani ufalme huo unazidi kudorora. Sasa mtazamo wake ni kwamba utawala umekosa nguvu na huenda kukafanyika mabadiliko makubwa katika siku zijazo, ambapo utawala utatoka magharibi kuelekea mashariki. Lakini kwa upande wake Tucker Carlson, miongoni mwa waandishi wa kongwe wa habari nchini Marekani, anadai kwamba vita vya Iran vimesababisha mwisho wa ufalme wa Marekani. Akizungumza kwenye podcast yake Alhamisi ya wiki iliyopita, Carlson alitoa maoni yake kama haya, akisema kwamba matamshi ya Trump, ambapo rais huyo alitishia kuishambulia Iran na kuipeleka katika zama za mawe bila kutoa ratiba kamili ya kusitisha mapigano, lakini wakati huu akizitaka nchi nyingine kusaidia katika mapambano. Lakini hata wakati huu alipotangaza kwamba anasitisha mapigano kwa siku 14, ni jambo linalodhihirisha kwamba sasa ameweza kupoteza hadhi yake kama taifa kubwa lenye nguvu duniani. Washirika wa NATO na Washington, hata hivyo, wamesita kuchukua hatua kufuatia mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Na Carlson anasema kwamba taifa ambalo linataka demokrasia katika mataifa mengine ndio taifa ambalo limekosa demokrasia katika taifa lake, na hatimaye kutengeneza mazingira ya vita vilivyosababisha kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz na kusababisha kutopatikana kwa 20 hadi 25% ya mafuta duniani, na ni taifa ambalo limeshindwa kutengeneza uchumi wa ulimwengu ulioporomoka na hatimaye kuamua kuachana na vita hivyo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.